عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الجنة نعيمه وفي النار عقابه. أشهد أن لا إله إلا الله جعل الطين يرى ويسمع ويشم ويذوق، وهب له العقل وهداه الطاعة والفسوق، وهيأ له الرزق وترك له الخيار في البر أو العقوق، فمن شكر فقد نجا ومن كفر بالنار محروق. أشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المشتاقون إلى صلاة أحمد وإلى شفاعة أحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. أضاءت بك الدنيا فعشت ممجدا وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا. سلام الله عليك في كل خفقة لقد ماتت الأسماء إلا محمدا. صلوا على رسول الله. يا ترى ويا مرحبا أخواننا في هذه الدقيقات وفي هذه الآونة والساعة فضفاضة. نرحب بكم في حلقة جديدة، فمرحبا بكم مجددا. Waheshimiwa waumini, kwa mara nyingine tena katika mwezi wetu mtukufu Ramadhani, tukiwa ndani ya tarehe ya 10 na kukaribisha tena kuendelea na kipindi chetu cha darsa ya baada dhuhuri, ambayo leo inachukua siku yake ya 10 mfululizo. Waislamu, jana kwa kuweka vizuri kumbukumbu, weka vizuri hansad, kuweka vizuri kumbukumbu jana na hata juzi, tulikuwa na kitu maalum kabisa tumekiweka mezani. Lengo kulikuwa na kitu kingine cha kuongea. Tulizungumzia masala ya Qur'an na tukasisitiza sana kwamba kila mmoja asome kwa kiwango ambacho atakachojaliwa, na wala isitokee mtu akavunjika moyo, akakatishwa tamaa, akajiona ni mnyonge, kwamba yeye tunaposema watu wasome Qur'ani, watu wafuatilie Qur'ani, watu wafanye Qur'ani, akajiona kama hayumo vile. Tulitoa hadithi ya mama Aisha ambayo ni muttafaq alayhi, wal hadithu fi sahihain. Inasema alladhi yaqra'u alquran am mahiru fi alquran, wa fi riwayat Muslim al-Bukhari hafidhu alquran. Mtu ambaye anaisoma vizuri Qur'an, mtu ambaye amehifadhi vizuri Qur'an, mtu ambaye anasoma kwa hukumu Qur'an, anaisoma kwa sauti nzuri, anaipatia, inatia ladha, anaisoma kwa viwango ambavyo ni vya kweli kabisa. Mtu huyu mbele ya Mwenyezi Mungu maa as-safara al-kiram barara, huyu anaogelea kwenye levu ya kimalaika. Huyu marafiki zake ni malaika. Huyu anatumiwa ubalozi na Mwenyezi Mungu wa kimalaika kuishi naye, kutembea naye, kumlinda, na daraja yake haina mfano. Ni daraja ya wacha Mungu, ya watu wema, daraja ya watu wa peponi. Na kuna darajati hunaka wa hunaka darakati. Huyu mtu wa Qur'ani anatarajiwa kuwa ni mtu wa juu kabisa katika daraja za peponi, kwa sababu ni ahlullah. Ahlul Qur'an hum ahlullah, watu wa Qur'ani ndio watu wa Mungu wa khasati, na ndio watu wake maalum kabisa. Sasa ikitokea mtu mwingine walladhi yatata'ata والذي يقرأ القرآن ويتتعتع وهو عليه شاق له أجران. Ikitokea mtu bado hajawa mzuri, anajifunza, hana uelewa mzuri, bado ulimi wake haujalainika, ana uzito kwenye kusoma Qur'ani, ana sita na wakati fulani hapati sana, na anahangaika sana katika hiyo usomaji wenyewe wa Qur'ani, lakini ana nia ya kuisoma Qur'ani na kuipatia. Huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asife moyo, wala asidharaulike, wala asibezwe, asivunjwe moyo. Huyu naye ana malipo mawili. Hayupo katika safara al-kiram barara, la wa alfu la, bal innahu lahu ajran. Ana malipo aina mbili. Kwanza, malipo ya kwanza ni kwa sababu ya ile shida anayoipitia ya kusoma Qur'an, anapata malipo. Shida ile anapohangaika, bismillah, kwa kuuma sana, kwa kudonoa, kwa kuzitafuta, hiyo shida anaipitia, ana malipo nayo. Lakini na ile nia ya kuisoma Qur'ani yenyewe pia anapata malipo, muttafaq alayhi. Kwa hivyo hii sasa, hii hadithi ikatuleta kwenye si Qur'ani tu,
Kama mtu ambaye anajitahidi kwa udogo sana kusoma Qur'ani anapata malipo, hiyo haishii hapo, inakwenda ab'ad min hadha, inakwenda zaidi ya hapo. Kwenye amali yoyote anayoifanya Muislamu, amali yoyote anayoifanya mja, hata kwa udogo wa kiwango gani, isije ikadharaulika, isije ikabezwa, isije ikapuuzwa, asije mtu akavunjwa moyo. Tunatoa mfano hapa, kuna watu wanabeba tofari kule nje. Mtu anaweza akachukua tofari moja tu akaipeleka kule kwa fundi, akhalafu akaondoka zake. Basi watu wasema bwana, sasa tofari moja ya nini sasa? Ndio anafanya nini sasa? Watu wengine bwana, kama alikuwa hataki sangesema tu. Hiyo ndogo kabisa hiyo, asidharaulike wala asibezwe wala mtu asivunjwe moyo. Kama anawezekana mtu wa tofari moja akapatikana wa tofari 5, hata akapatikana wa tofari 100, kila mtu atapata, tofauti na yule ambaye hakufanya kabisa. Kwa hiyo mtu asije akavunjwa moyo kwa sababu ya kwamba amefanya kwa uchache, au yeye akaona mimi bwana kwa uchache huu na ufanya itasaidia nini. Jana hapa tukaweka mezani hadithi inayosema hivi: la tahtaqaranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talaq ya hadha. Usidharau katika jambo zuri, jambo la wema, jambo la khairi hata kidogo. Tena Mtume akatoa mfano kabisa, kwamba mfano gani ambao unaweza kuona jambo ni dogo sana. Akasema ile kumtazama ndugu yako kwa uso wa bashasha, uso wa furaha, uso wenye tabassum, kama unamfahamu vile, kama unamchekea fulani hivi mpaka anahisi kumbe huyu ananifahamu. Kumbe haumfahamu, ni ule tu umeukunjua uso kwa mahaba, kwa lengo tu kwamba asije akajisikia vibaya. Hilo ukilifanya, inda Allahi minas sadaqa atabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ile kumchekea ndugu yako, kumtabassum, kumuoneshia ile smiling ile ni sadaqa, bonge la sadaqa umetoa kwa Mwenyezi Mungu, unahesabiwa umepata thawabu nyingi za kutoa sadaqa. Nini tunataka kusema? Tunataka kusema jamani, leo ni tarehe ya 10 ya Ramadhan, bado tuna vitu vidogo hata hivyo navyo hatuvifanyi. Yesu tunategemea kufanya mambo makubwa, na makubwa yenyewe hatuyawezi, ama access, ule uwezo wa kuyafikia ya kuyafanya kwa ubora hatuwezi. Hebu haya madogo angalau, hebu sikia Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasemaje. Anasema ittaqun nar walau bishiqqi tamr, uogope moto kwa kutoa sadaka japo kitende kimoja, tende ile moja. Yani ukitoa tende moja kwa nia ya kwamba mimi nisingie motoni, hii tende hii nisaidie thawabu zake, Mtume anasema umepata pepo, umeukimbia moto. Tende moja. Asije akatokea mtu akuja na ndizi yake hapa, amekuja na maji, amekuja sio na kitu yani chochote. Mtu asivunjwe moyo, na tumsapoti na tufurahie kumtia moyo na kuwatia moyo watu wengine. Jana tulikumbuka kisa cha mama mmoja wakati wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anaitwa Mihjan. Huyu Mihjan ni bi mkubwa, alikuwa anadharaulika, anaonekana wahovyo, na kweli alikuwa anaonekana ni mbaya wa sura, havutii, masikini, ma indaha algaha wala sultana wala mal wala nasab wala tuqalu li ahadan, hazungumzi kwa yoyote, watu wote wanamwona kama takataka. Hana familia, hana ukoo kuzungumzika, kabila lake halina heshima hiyo, muonekano wake hauvutii, nguo za kuhovyo, mwenyewe alivyo katika structure yake alivyo, Mungu alivyomuumba, yupo katika hali ya hovyo kabisa kwa macho ya kawaida ya kibinadamu. Lakini alifanya shughuli ya kusafisha msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal bakhilu man la yusalli alayhi, sallu ala habibikum. Kasafisha yule mama msikiti, anasafisha vumbi za watu wanaoingia, upepo ukileta vumbi anaziondoa, akifanya mambo fulani ya kuhakikisha msikiti unabakia kwa salama, anafuta vumbi, anafanyaje na nini, kitu ambacho watu siku hizi hatuna. Mimi wakati naingia ndani hapa nimekutana na kipande kile cha Big G. Yani kuna mtu amekula Big G, sio ilikuwa saa ngapi siku hiyo, kaileta msikitini kaiacha Big G. Ile mnajua Big G, nimenaswa hapa, ile nimenata hapa paka nikaitoa kuja kuangalia, Big G jamani, nimeingia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Badala ya kutoa usafi, kutoa uchafu, watu wengine wanaleta uchafu kwa kusuruali zao, kwa viatu vyao, kwa mapikipiki yanaingizwa ndani, mabaskeli yanaingizwa ndani. Alkhasiri, watu, msikiti imekuwa ni sehemu ambayo badala ya kusafishwa inaleta uchafu. Mama alisafisha msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali yake taaban, anaitwa Mihjan, mraatun sauda, mama mweusi wa kawaida. Watu weusi wakati fulani wanaonekana si watu wa maana sana, wanadogeshwa.
lakini alipokufa masahaba wakaona huyu hana haja, ni mtu wa kawaida sana, wakamzika kisirisiri haraka haraka, wakamuosha, wakamsalia, wakamzika usiku kwa usiku. Mtume amekaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya tano, hamuone. Akauliza aina Walida as-Sauda, aina ummi Mahjan, yuko wapi ummi Mahjan ya hadha wa yatura ikhwana ashabi, yuko wapi huyu mama, mbona simuoni? Wale wote wakalainika, kumbe mtume hajajua, tujamwambia. Akamwambia mtume, yule sisi alifariki tukamzika. Akasema kwa nini hamkuniambia? Akasema mtu wa kawaida kama yule Sheikh, tuliona tutakupa shida, tutakupa tabu, tushekana lolote ana la maana. Akamwambia hapana, dulluni qabraha, naombeni mnionyeshe kaburi lake, mmemzika wapi? Wakampeleka kule Baqi' al-Gharqad, kwenye makaburi yale mpaka sasa ni matukufu sana. Mtume alipofika kwenye kaburi la mama akakabara 4 takbirat, akapiga takbira 4 kumswalia swala ya mayiti akiwa kaburini. Hii ni rekodi mama alitengeneza duniani, haijawahi kutokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamswalia mtu kaburini. Anaweza aliswali swala ya ghaibu kwa Asham ibn Abraha ibn Asham ibn Abjar, yule mfalme wa Ethiopia, alimswalia swala ya jeneza akiwa mbali, na ndio swala ya kwanza ya jeneza ghaiba. Lakini kwa huyu kumswalia kaburini, watu wanasema kusali kaburini kabisa, aliswaliwa ni huyu bi mkubwa. Na hii inatoa ruhusa, mtu akiwa umechelewa mazishi ya mtu hujamswalia, unaweza ukafika kaburini ukamswalia kwa takbira 4 pale na ukawa umeswali. Ni ruhusa kabisa, kama alivyofanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walimaza wajadat kul hazi, unafikiri kwa nini aliyapata yote haya? Ni kwa sababu aliswali sana? Ni kwa sababu alifunga sana Ramadhani? Ni kwa sababu alisoma sana Qur'an? La wa alfu la, bal alifanya kazi adhalla, yani kazi ambayo ni ya kidhalili kabisa, ya kawaida sana, ya chini sana. Hiyo imemuinua mpaka kuweka rekodi ya dunia ya kusaliwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa kaburini kwake, kwenye kaburi lake. Haya ni mambo ya kunini. Sasa tupalizie maeneo mawili kwa kuweka kumbukumbu vizuri. Kwanza, si tu kheri ambayo natakiwa tusidharau, hata shari isidharaulike, hata kwa udogo wake gani, hata kwa kufia kwamba kwani hii na nini. Hapana. Wa mu'dhamun nar min qillati sharar, moto mkubwa unaojua wewe asili yake ni cheche ndogo, ni vijicheche tu. Mtu anavuta sigara anakunguta hivi, inadondokea hapa, mnaondoka huku nyuma msikiti umeungua, huku soko limeungua, huku si shule imeungua. Ukifuatilia asili ya hiyo mioto, inaunguza masoko, inaunguza mashule, inaunguza vyuo, inaunguza majumba makubwa. Ukifuatilia utakuta asili yake ni kacheche kalidharaulika, kalirukia tu, au si mshumaa ulidondokea. Yani kitu kidogo sana kinaleta hasara. Hivyo dhambi ndogo, wa tahsabuna hayyinan wa huwa inda Allahi adhim, mnaweza mkadhania ndogo, kumbe kwa Mungu ni kubwa. Jana niliwaambia kwamba Mungu tabaraka ismuhul majid rabbul ardh was samaa ameweka vitu vitatu, amevificha kwenye vitu vitatu. Khabba salasa ala salasa, ameficha vitu vitatu kwenye vitu vitatu. Ameficha radhi yake, maelewano yake, ameficha ule kukubali wewe katika radhi, katika taa. Fala tahtaqaranna min at-ta'a, usije ukadharau taa yoyote, amali yote njema. Fala'allaha fiha ridwanullah, inawezekana maa bil maa ikawa ndiyo kuna radhi ya Mungu. Jambo hilo dogo kabisa, hilo la kawaida sana, watu wanalipita. Hilo ndio inawezekana lina radhi ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu akaficha hasira zake na ghadhabu zake na nakama kwenye maasi. Usidharau dhambi hata ndogo kiasi gani. Fala'alla fiha sakhatullah, bila shaka maa bil maa ikawa ndiyo kuna hasira za Mungu, hiyo shari unaidharau. Lakini usimdharau mtu ukimwona kwa mdharau, kwa kumuona labda alivyo, kwa ubaya wake, kwa mavazi yake, kwa kazi yake, kwa muonekano, kwa hadidi la akhir, ukaona ukamdogesha kwa sababu tu anakuja ukamdharau. Shekhe, Mungu amewaficha mawali wake kwa watu hawa unaowaona, huwezi ukajua. Fala'allahu waliyullah, inawezekana huyo ndio wali wa Mungu. Umeletewa mtihani shekhe, katika sura ambayo kutarajia. Watu wangapi, watu tuliowadharau ndio tulikuja kugundua baadaye umetusaidia. Watu wengi hapo ukifikiria, ukikumbukia vizuri, watu ambao tuliwaonaga wahovyo sasa hivi ndio tuwa mashujaa wetu. Watu tuliwaonaga kwamba hawafai sasa hivi ndio tunawangangania. Lakini jicho letu la kwanza litudanganya kwamba
huyu lakini baadaye unajikuta kwamba ndio anakuwa msaada wako. Hiyo ni katika siri za Mwenyezi Mungu Tabaraka Ismul Majid. Julaibib sahabiyun jalil. Julaibib tulimuweka hapa sahabiyun jalil, sahaba mwenye historia nzito, alidharaulika. Kama kuna mtu alitajwa kwa ubaya wakati wa masahaba wa sura, uso una manundu, uso hauna maeksi, mavazi yamechanika, viraka vitupu, mfupi, mweusi, ana mali, hana cheo, hatajwi kwa chochote kizuri. Masahaba mpaka jina hawamjui. Anawapita hapo, Mtume siku moja anauliza, atadruna man hadha, mnamjua huyu? Asema huyu tunamwonaga anapita pita tu hapa, anakuwa anasema hadha habibi Julaibib, hadha habibi Julaibib, huyu ni kipenzi changu Julaibib huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Julaibib yupo katika wakati wa unyonge sana. Hana mtu anayeongea naye, hakuna mtu anayemsupport, hakuna mtu anataka kuongozana naye, hakuna. Julaibib alikuwa kwenye dunia ya kipekee yake ya kutengwa, ya upweke kabisa. Lakini Mtume anajua kwamba Julaibib ni wali, ni mtu mkubwa, ni mtu mzito, ni mtu ambaye mbinguni anatajwa kwa mazuri kuliko anavyotajwa duniani. Watu tunawadhania huku kule. Julaibib, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia siku moja, hal zawajta ya Julaibib, je, ushaoa? Asema wama yuzawijini ya Rasulullah, nani atanipa mke mimi kwa hali nilionayo ya Rasulullah? Nani atanipa mke kwa ubaya, kwa hali nilionayo wewe maskini? Si ma indi jah, la li jaha wala sultana, sina heshima yoyote, sina cheo, sina mali, nani atakubali? Mtume alimuuliza siku ya kwanza, akaenda siku ya pili, akaenda siku ya tatu. Baadaye Mtume akamwambia Julaibib kwamba izhab ila baiti fulan min al-ansari wa qul lahu ar-rasulullah qad arsalani ilayka li akhtiba bintak bintak. Yani Mtume amemwambie yule mzee, mimi nimekutuma akuozeshe binti yake. Yule atakubali? Akasema naam. Akasema lakini yule mwanamke, yule binti ni akmal nisa, ni mwanamke mzuri sana hapa mjini, hapa katika mtaa, yani ni pisi kali. Hivi kweli mimi nitaweza kukubaliwa? Mtume akamwambie mimi ni mtume wa Mungu kuja kuoa binti yako. Alipokwenda yule mzee alikataa, mama akakataa, wale wa familia, wazazi wakaona haiwezekani, mtoto wao mzuri kwa kiwango kile, walitarajia aje aolewe na mtu mwenye muonekano, aje aolewe na kapipi kabisa, kidudu mtu fulani hivi. Wakakataa. Yule binti alipokuwa anasikia kule ndani akasema, jamani, wahal tastati'un an tarudda rasulullah, hivi mnaweza wapi na nguvu mnaipata wapi na ujasiri wa kumkataa na kumrudisha mtume wa Mungu? Mtu aliyetumwa na mtume wa Mungu anakuja kwa idhini na kwa ruhusa na kwa maelekezo ya mtume, nyinyi mnakataa. Mimi niko tayari kuolewa na Julaibib, niko tayari kuolewa na Julaibib. Wakaanza kumshawishi, utajua, utahangaika, maisha haya unaona, wewe ni mzuri sana huyu. Akasema ametumwa na mtume hawezi akakosea. Kwenda kuna mabinti wengine mtaa ule, kuna mabinti wa fulani, kwa nini akumtuma kule? Ametuma kwangu, mimi natekeleza amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokubali yule dada akaolewa. Bahati nzuri ama tunasema bahati mbaya kwa muono huu wa kimaelezo, siku ya ndoa ambayo watu wote huwa ni siku ya vifijo, hoiheu na nderemo, siku ya furaha, siku ambayo mtu anaachwa peke yake na kuwa mfalme chumbani. Yule bwana akaingia na mkewe mzuri, mlimbwende, mnyange wa hali ya juu, lakini hakufanikiwa kuanza jambo lolote la kumtafuna subiani. Hakufikia kwenye hatua za kumtafuna na kumla subiani. Anasikia hayya ala aljihad, hayya ala aljihad, hayya ala aljihad. Haya jamani, jihadi, twende kwenye jihadi. Wanaondoka, wanakwenda, pambano linanoga, vita inashika. Katika front line anakuwepo Julaibib, anajitahidi kupambana kuokoa Uislamu, anawaua makafiri wasiopungua 7. 8 wanashindwana na yeye, anajeruhiwa na anauawa, anaangukia kichwa kwenye shimo kabisa la mchanga, haonekani kabisa. Mtume anakuja baada ya vita, anawaambia jamani, naomba tutafute majeraha, tutafute waliokufa, tujue ni wangapi na nini, tujue kuwasaidia, tujue kuwastiri. Wanatafuta masahaba, kila mtu anamleta rafiki yake, anamleta aliyemkumbuka na nini. Mwisho kabisa Mtume anaambia jamani, katika group hii, kundi hili kulikuwa na aina habibi Julaibib,
rafiki yangu Julaibibi yuko hapo simuoni. Wakasema huyo bwana atatujua linda wapi. Wakasema bwana alikuwemo, hebu kamtafuteni kabla hajampata msije kwangu. Masahaba wakaingia, wanamkuta kwenye shimo la mchanga, ameshaingia anavuja damu, majeraha mwili mzima. Wanambeba wanamleta kwa Mtume. Mtume akamweka kwenye mapaja yake hivi. Mtume akalia sana, Julaibibi, umekufa unautetea Uislamu, tena umeacha ndoa, umeacha arusa, umeacha binti Bakra, binti Mlimbwende, pisi kali umeiacha ndani, umekubali kuja kupambana na hatimaye Mwenyezi Mungu amekuita. Mtume wakati anamweka Julaibibi kwenye paja, baadaye akamzungusha hivi kidogo, yani kama kwa haraka haraka akafanya hivi. Watu maswahaba wakashangaa, huyu bwana mbona Mtume alikuwa anaongea maneno yanaeleweka, mara kama kamficha fulani hivi. Wallahi alipokuwa Mtume anaulizwa kwa nini ulimficha, akasema nimeona watu wanakuja wakiwa na wivu na hasadi kubwa ya kutamani wamnyang'anye Julaibibi kheri alizonazo kwa jambo alilolifanya. Julaibibi anaonekana ni mtu dhalili sana duniani, huko malaika wanamshangilia, wanambeba juu. Hapa tunamuona mshafariki, huko anashangiliwa kwenye hadratul Qudsi inda maliki muqtadir. Watu wanataka wengine kumonea hasadi, wasahaba wa kawaida na watu wengine, kwa Julaibibi tena amekuwa hivi, yani wanataka wenyewe ndio wamuwahi pale. Mtume anasema ndio maana nimemzungusha hivi ili abakie Julaibibi katika usalama na aonekane vizuri qudamu rabbul alamin. Walimaza wajada kulla hadha Julaibibi. Kwa nini alipata yote haya? Ni kwa sababu hakuwa ni mtu ambaye anadharau kufanya kitu chochote. Lakini pia tunagundua kwamba kudharau mtu kwa muonekano ni kosa la jinai, kwa sababu unaweza kuona mdharau mtu mkubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Tabaraka Ismuhul Majid. Waislamu, kesho tamalizia eneo hili kwa sababu dakika zangu naenda kwa dakika. Kesho kutakuwa na mazuri mengine na tutakuwa na simulizi isiyopungua 3 ambazo nitakuwa ni mfano. Kama utakuwa umuelewa, basi 10 hili la kwanza la Ramadhani kamalizia haya masaa kwa kufanya chochote cha khairi. Na kama utakuwa umefanya khairi, basi kaongeze khair. Ya baghi al-khair aqbil wa ya baghi sharri aqsir. Jamani, watu wa khairi tuongezeni khairi, watu wa shari tupunguze, tuache. Inatosha, tuwe na haya. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wal barakatuh.